Haleluya, haleluya, wana na binti za Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ni matumaini yetu kwamba nyote ni wazima wa afya. Leo tumepata kibali special sana kwa Bwana kwa kusikia neno la Mungu, kujumuika kwa pamoja kwa injili ya matengenezo. Tuna jambo la kutengeneza juu ya muonekano wa wanaume ndani ya kanisa. Hivyo tunawasalimu katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Neema na amani tokayo kwa Bwana juu iwe pamoja nanyi nyote. Baraka kwa familia, baraka kwa ndugu, jamaa na marafiki. Bwana Mungu awe pamoja nanyi. Karibu sana ikiwa ni mara yako ya kwanza, karibu katika channel hii ya injili ya matengenezo. Tunawashukuruni sana mnaotusaidia maombi. Tunawashukuruni sana mnaotuma ujumbe wa Bwana kwa watu wengine. Na huu ujumbe ni special sana. Ni special sana. Kwa nini special sana? Sina maana kwamba watu hawajawahi kusikia. Nina maana hii kwa sababu watu wanapuuzia, wenda kwa kutokuelewa. Na kuomba ndugu mpendwa anayenisikiliza, hasa kwa mwanaume, uchukue huu ujumbe wa picha ya wokovu. Uangalie katika misingi ya wokovu. Usipoiangalia kwenye misingi ya wokovu, hautakao kaelewa, utaona ni upuzi. Lakini sio shida. Hata neno la Mungu, sauti ya Bwana, asema Bwana, watu waliona upuzi, hawakutaka, hawakupenda. Kwa hiyo ikiwa hautotaka na wewe ni mtu wa kanisa, ni alama kwamba Roho wa Bwana yumo ndani yako. Basi hapo utakuja kujua, ukidharau maonyo haya, hauna Roho wa Mungu, hauna Roho Mtakatifu, hauna Roho Mtakatifu. Lakini ingawa utasikia neno hili na likakufanya akili yako kuchangamka na kutafuta namna ya kuacha, wewe unaye Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe sana. Nimetangulia kusema haya. Ngoja sasa na tuombe, tualike uwepo wa Bwana ili tuende vizuri katika neno la Bwana. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neema yako. Asante maana utakuwa pamoja nasi. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu anene nasi kadiri unavyotazamia na ulivyopanga sisi kusikia, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Neno la leo tunataka kuongelea kuhusu muonekano wa mwanaume ndani ya kanisa. Muonekano wa kijana ndani ya kanisa. Muonekano wa mtu aliyeokoka, mtu mume aliyeokoka ndani ya kanisa. Muonekano jinsi mwanamume, jinsi mtu anayesema mimi ni Mkristo. Mtu anayeitwa kwa jina la Kristo. Mtu aliyechukua ubini wa Kristo. Kwa hiyo amekuwa kwenye jamaa ya Kristo. Muonekano wa mtu huyo, jinsi anapaswa kuonekana, ndivyo tunataka kuongelea. Bwana asifiwe sana. Na hivyo kwa sababu neno letu na msingi wa makaripio haya au wa matengenezo haya uko kwenye Agano la Kale, ngoja tutafute kwanza kuweka kitu ambalo ni jiwe kuu la pembeni, Yesu Kristo, neno la Bwana. Tuweke kwanza jiwe la pembeni ambalo andiko Paulo analotuambia kuhusu Agano la Kale. Tuliweke hapo liwe msingi, kuweka hapo ili lijenge katika ule msingi tutakao wekea na ukupigilia msumari. Bwana sifiwe sana. Kwenye neno la Bwana, kitabu cha Warumi sura ya 15 na aya yake ya 4, nitasoma kwa jina la Yesu. Inasema, kwa maana kila kitu kilichoandikwa zamani kiliandikwa kutufundisha, ili kwamba kwa saburi na faraja tunayopata katika maandiko tuwe na tumaini. Bwana sifiwe sana. Kwa maana kila kitu
sio kitu kimoja au viwili. Kila kitu kilichoandikwa zamani, maandiko ya zamani yaliandikwa ili kunifundisha mimi na wewe. Mimi na wewe. Bwana asifiwe sana. Na inavyotufundisha kwa thaburi tupate tumaini. Bwana asifiwe. Na hivyo ngoja tuangalie sasa maandiko ya zamani. Yale maandiko ya zamani yanatuambia nini sisi wa Kristo? Mwanamume anapaswa onekaneje? Na katika huu muonekano hatuongelei muonekano wa kuvaa suruali, sijui kupiga debe, kushusha sege. We not talk about sege today. Hatuongelei hiyo. Hatuongelei suruali zenye kubana, yaani kuvua suruali mpaka wenzako wakusaidia kukokota. Hatuongelei kuvaa shati unafungua hapa, sijui unaonyesha gym, kutembea na unakuta mtu ameokoka, ni mwanamume, anazani mwili wake au stahili kufichwa, ana uwezo wa kuvaa ile tunaita single, anavaa, anatembea nayo, anaposti mpaka status, anaona yuko sawa tu. Hatuongelea muonekano wa namna hiyo. Tunaongelea muonekano wa kichwa cha mwanamume, cha mtu aliyeokoka, Mkristo. Muonekano wa kichwa chake ndiyo tunaongelea. Haya, kwenye kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi, Walawi sura ya 19 na aya yake ni ya 27. Bwana asifiwe. Inasema hivi, hii ni Biblia ya neno. Huenda Kiswahili chake ni tofauti na Biblia utakayotumia. Neno, Biblia ya neno, Walawi 19:27 yasema, msikate nywele za vichwa ndege wala kunyoa pembe za ndevu zenu. Haleluya. Haleluya. Kunyoa dege ni nini? Mfano wa picha hii ndiyo kunyoa dege. Msikatwe, kukata nywele za vichwa zenu dege, msinyoe dege wala pembe za ndevu. Msifanye hivyo. Yeyote anayefanya hivyo ni picha halisi ana Roho Mtakatifu. Yesu anasema hatapowajilia yule Roho Mtakatifu, atawafundisha na kuwaelimisha na kuambia yale msiyoyajua. Atatukumbusha na kutufundisha yale tusiyoyajua. Kwa hiyo kazi ya Roho, anatuelimisha, anatukanya, anatukaripia, anatufundisha, anatupa muonekano na mtazamo katika Kristo, mtazamo katika ibada. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliye na Roho wa Bwana, Petro anasema kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ni ya 5 aya yake ya 32, anasema kwamba Bwana aliwapea Roho Mtakatifu wale wote wanaomtii. Sio tu kumwamini, hata mashetani yanamwamini. Yakobo anasema mashetani yanaamini na kutetemeka. Mashetani yanamwamini Mungu. Kuna watu wanasema namwamini Mungu, hata shetani na malaika zake wote wanaamini Mungu na wanasema ni mmoja, afu wao ni tofauti sana na binadamu. Wanapoamini wanatetemeka. Na Mungu anatafuta mtu ambaye atakaposikia neno lake atatetemeka, tremble inside. Ule ambaye atasikia na kujisikia hofu, anatetemeka, asema Bwana asema, hakika kitu sitafanya. Watu kama nao, mashetani wanaamini na kutetemeka, lakini tofauti yao hawatii. Sasa Roho Mtakatifu hakupewa mashetani, maana watii. Wanadamu wanaotii ndio upewa Roho Mtakatifu. Sasa kama utii hiki
na umekisikia, haujajutia na utaki, unatetea, unajua ni agano la kale. Nakupa challenge: usizini, usiue, usiibe, usitamani kitu cha jirani yako, usiabudu sanamu, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ikiwa hiyo amri ilitoka kwa agano jipya, basi una haki ya kuitii. Lakini kama ni agano la kale, zini, hua, hiba, abudu sanamu, nendea ibada za miungu, fanya chochote, na mbingu uende. Na mbingu uende. Na uhubiri watu kuwa si dhambi, kuiba si dhambi, kuzini si dhambi. Lakini kwa sababu hiyo wewe umeona ni dhambi, ila hii unaona si dhambi, ni kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Ndiposa uweze ukatii. Unaamini lakini hauwezi ukatii kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Una imani ya kipepo. Imani ya kipepo. Mapepo wanaamini lakini hawatii. Yeyote anayeamini neno la Mungu bila kutii ana imani ya kipepo, ana imani ya kimashetani. Unajua Mungu haangalii kichwa changu, anaangalia ninavyosema, ninavyokaa. Ni imani ya kipepo. Hiyo ni imani ya kipepo. Awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sisi hatujui unachokiwaza, lakini mwonekano wa kukata kichwa chako unatuambia ndani yako kuna mawazo yasiyotii. Haleluya, haleluya. Hauna Roho Mtakatifu. Kunyoa dege ni nini? Ni mfano wa picha hii. Ngoja tuangalie kwenye habari njema. Na najua watu wanazidi kusema hilo tu ni andiko la Agano la Kale. Biblia inasema kwa Agano Jipya, neno, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo hili andiko kama lina uvuvio wa Roho Mtakatifu, ndiposa kwenye Biblia yangu na ya kwako ina Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa nini waweke maandiko ya kale? Kwa sababu yote yaliandikwa ili kutufundisha sisi, kwa sababu yana pumzi ya Mungu, yafaa kwa kufundisha mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Sasa ngoja tusome kwenye kitabu hichi kwa Biblia ya habari njema, tusikie inasemaje. Bwana asifiwe sana. Mambo ya Walawi sura ile ya 19, habari njema, na mstari wake ni wa 27. Biblia inasema hivi: nywele zenu msizikate pembeni, wala kunyoa ndevu zenu. Nywele zenu msizikate pembeni. Kumbe kunyoa dege, kiduku, sijui, hizo mastaili zenu msizikate. Nyinyi mliokoka, uzao wa makuhani huo. Tumefanywa makuhani, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Haleluya. Nao wanasema sifa kwake yeye aketie kwenye kiti cha enzi, na kwa mwana kondoo aliyechinjwa, na kwa damu yake aliwanunua watu wa kila kabila, jamaa na lugha, akawafanya kuwa wafalme na makuhani wamtumikie Mungu wetu. Akawafanya kuwa wafalme na makuhani wamtumikie Mungu wetu. Makuhani mnaambiwa msinyowe dege, msikate pembe za vichwa, msikate pembeni. Makuhani mnaambiwa ninyi tumefanywa kuwa makuhani, milki takatifu ya Mungu, tusinyowe dege. Kwa nini tusikate pembeni? Hawa watu wanatolewa Misri, na kwa sababu wanatolewa Misri, style hizo ni za Misri. Walikuwa wananyoa hivyo kwa kufuatana ibada ya miungu yao. Niposa mapigo 10 iliyopigwa Misri, Mungu alikuwa akipiga miungu 10. Ndio maana watu wengine wenye miungu kama hiyo, wakina Ogu, unakuta pale wale watu wakafungia makomeo
makomeo pale Jericho. Wakafunga makomeo ili kwamba wanajua kile ambacho Rahabu anasema, tulisikia habari za Mungu wenu alivyowatendea Wamisri na wafalme wa kando ya Yordani, wa ngambo ya pili, tukatetemeka, tukafunga makomeo. Kwa nini? Mungu ana nguvu. Alipiga miungu ya Misri, na wa Misri walikuwa wakifanya dege, wakinyoa staili hizo kama ishara ya ibada ya miungu yao. Na wewe usiwe ishara ya miungu ya Misri. Wewe ni taifa teule, ni milki ya Mungu. Sasa maajabu, hawa watu wanajiita wachungaji, wanakata pembe za vichwa. Watu wa maombi, ngoma thinking, mapendo chwekile na dege kweli, ting. Unakata nywele, pembe za vichwa, unakuza nywele huku, unakata huku, unajita prophet. Mimi ni nabii wa Misri. Wewe ni nabii wa Misri au nabii wa Bwana? Neno ni chungu, lakini utamu wake ni kuokoa. Neno ni ngumu. Unajua, Ukristo sio kusema mimi ni Mkristo. Ukristo ni kutii. Ukristo sio tu kuamini, naamini Mungu yupo, anaangalia ya ndani, angalia nje. Awazavyo ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Tutakujua unavyoviwaza kwa staili yako ya maisha. Mimi ni nabii, nimeota ndoto. Mimi ni nabii. Biblia inasema akija kwenu muota ndoto. Akaja kwenu nabii, akawaambia mambo yatakayotokea, na yakatokea hayo. Alafu akawaambia fuateni ibada ya miungu mingine ambayo yatokani na Bwana. Msiamini nabii huyo wala ndoto zake. Kwa hiyo kama wewe unapiga tuntiri, na wakati unatuambia unabii wako huo hautokani na Roho Mtakatifu, maana utii. Shetani naye anaona bwana. Msitudanganye. Ngoma tiki. Nasikia upako, hata shetani anapakua tu. Nasikia uwepo, hata uwepo wa shetani ni roho pia. Ngoma ilikuwa na upako wa nani? Unajua mimi ni Mkristo wa staili ipi? Wa Misri? Wewe si kuhani. Umefanywa kuhani na Mungu. Umefanywa kuhani. Yesu Kristo alivunja pazia la hekalu akakufanya kuwa kuhani. Kwa nini usikae kama kuhani? Chungu. Anaimba kwaya huyu, anapiga na gitar na dege, halafu anajiita ameokoka. Ndio maana utajua maana ya si kila asemaye Bwana Bwana. Si kila asemaye Bwana Bwana, bali aliyetimiza mapenzi ndiye atakayeingia mbinguni. Wanaotii tu neno la Bwana. Sote tulinyoa dege, lakini neema ya Bwana inayotufundisha kuacha uovu ilipotushukia neema, tulifanya kama Paulo. Haleluya. Tulifanya kama Paulo, si kwa ujanja wetu, ni kwa neema kama hii unayoisikia leo. Tulinyoa dege, tulifanya hizo staili, tulikaa kwa mwonekano huo, tulivaa hivyo. Hatukuheshimu neno, hatukuheshimu Kristo. Ingawa tulizaliwa kanisani, lakini tulikuwa hivyo. Ingawa tulizaliwa kwenye vyumba vya maombi, tuliishi hivyo. Ndugu yangu mpendwa, mtumishi wa Mungu, hata Farao wa Misri, maandiko yasema hivi mahali fulani kwamba nalimfanya Farao mtumishi wangu, nilimwinua Farao mtumishi wangu, ili kwamba mataifa yote wapate kulitukuza jina langu. Nebukadneza alikuwa mtumishi wa Mungu.
Nimeongelea kuhusu habari za utumishi. Farao alikuwa mtumishi na alitumika hivyo tu. Mungu anaitwa Bwana wa majeshi. Majeshi yote, hata ya sisimizi, hata majeshi ya nyoka. Alituma nyoka jangwani yakaua watu. Wokovu haushughuliki na nyoka, lakini alituma jeshi la nyoka jangwani. Bwana ni Bwana wa majeshi. Alifunua udongo akafunika watu. Bwana anatumia kila namna ya jeshi, hata wachawi. Mungu ameweka wakati mzuri. Mungu ameweka wakati, kila kitu katika wakati, hata wabaya wakati wa ubaya. Kwa hiyo anatumia hata watu wabaya akitaka. Yaani Bwana wa jeshi lolote. Kwa hiyo unaweza ukawa unamtumikia Mungu tu kwa kutimiza mapenzi ya Mungu tu, lakini sio eti wewe ndio unayatimiza. Ni Mungu anapotaka mapenzi yake yatimie tu. Unajua mimi ni mwimbaji. Kuimba sio shida. Shida ni kutii. Mimi nimebatizwa. Kubatizwa si shida. Shida ni kutii. Mimi naamini, imani sio shida. Tatizo ni kutii imani hiyo. Ndio maana Yakobo anasema imani pasipo matendo. Kwenye vyumba vya maombi watu wanalalamika, sote tu makuhani, sote tunaweza mwagiana mafuta, sote. Sasa makuhani wa madege kweli? Makuhani wa madege ni watu amemwogopi Mungu. Sikia, tulifanyaje kama Paulo? Ngoja tuangalie katika neno la Mungu Paulo alifanya nini. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Wafilipi sura hile ni ya 3. Utaanza aya ya 7, inasema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu sasa nayahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Ile dege, ile staili ya nywele niliyoona kwamba inanipendezesha, inanifanya kuonekana handsome, inanifanya kuonekana kakijana hako kamejitunza, kana muonekano, niliyaona hasara kwa ajili ya wokovu. Kumbe ni hasara hii, kumbe kifai. Nikaacha juu ya Kristo yote, mimi yote. Paulo aliona yake yote mabaya, hii inaweza kaniletea hasara. Kunyoa si shida. Pale Kenkrea Paulo alinyoa nywele zake kwa ajili ya naziri aliyoiweka, lakini tatizo dege, pembe za ndevu na kukatakata mastaili zenu. Kwa nini amuoni hasara juu ya Kristo? Kuona hasara huko lazima uwe na Roho Mtakatifu. Sikia, nani nasema zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara tupu, nikiyalinganisha na faida kubwa ipitayo kiasi cha kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo. Yaani yahesabu hayo yote kuwa kama mavi. Kunyoa dege ona kama mavi, umpate Kristo. Wewe si unajiita nabii wewe wa maombi wewe? Mbona una dege wewe? Wewe si mwimbaji wa kwaya wewe? Mbona una dege wewe? Mbona unakata pembe za vichwa au unakata nywele zako pembeni huku? Mbona una ustaili zingine? Wewe si unajiita kuhani? Na Biblia inasema tumefanywa kuwa makuhani takatifu, watu wa milki ya Mungu. Si umemilikiwa na Mungu wewe? Litii neno basi. Ni agano jipya au ni agano la kale, sisi ni watu wa neema. Yote yaliyoandikwa zamani yaliandikwa kutufundisha sisi. Sasa kama yakuandikwa kukufundisha wewe, basi wewe ni nabii wa Misri. Staili hizo za mitindo hiyo ilikuwa mitindo ya ibada juu ya miungu ya Misri. Wewe ni kuhani wa Misri, wewe ni nabii wa Misri, lakini sisi walio wateule, sisi tuliyeteuliwa na Bwana, tunayaona yote kuwa kama mavi. Unajua nini? Wakristo wengi katika hili tumeshavunja kuta za Yeriko. Yaani yale mambo makubwa ambayo yalikuwa huko yamevunjika. Kuzini wengi wazini,
kuiba wengi hawaibi, kuua wengi hawaui. Lakini sasa umbwea budogo budogo, tumbwea tudogo tunaharibu mimea, tunaharibu mizabibu. Na tutumbwea pamoja na kukatakata dege, tunaharibu Roho Mtakatifu, tunaharibu imani yako. Nikambwea hako kaondoe. Kwani ukionekana kama mimi mzee wa watu, mzee wa umbo, lakini mtoto kwa miaka, ukionekana kama mimi sasa inakugharimu nini hiyo? Naona hayo mambo kuwa hasara ili nimpate Kristo. Nikaona tutumbwea tu namna hii, tuondoke. Mwanamume mwenzangu, unasikia? Wewe mchungaji unajiita mchungaji, wewe mwimba kwaya unajiita mwimba kwaya, wewe mpiga ngoma sijui mtu wa kayamba mwimbishaji, unayekata dege. Ndugu yangu, hakuna ubishi. Hatuhitaji utuambie, hatuhitaji uanze Mathayo sijui Luka sijui uanze Mwanzo Ufunuo. Hatuhitaji ulete maandiko gani. Sisi tunajua imani yako ni ya kishetani, maana shetani wanaamini na kutetemeka, hawatii. Usipotii neno hili na lina pumzi ya Mungu, haijalishi unasema mene endoside paracetamol tekele na peresi, haitusumbui hiyo. Haitusumbui ukitabiri mambo yanatokea, haitusumbui ukiomba miujiza inatokea. Kinachotusumbua autii neno basi, na hilo linaonyesha hauna Roho Mtakatifu. Useme nini, ufanye nini, tutakapoona wewe unabadilika mwonekano, unabadilika usemi, unabadilika maisha, ndipo tutajua kwamba una Roho wa Mungu. Tukiona wewe na watu wa dunia ni mashariki na magharibi, hauna ufanano wowote wa dunia hii, umetengana na yote ya ulimwengu, yatende mapenzi ya Bwana. Na wimbo huu katika maombi, nimetengwa na ulimwengu ili niyafanye mapenzi ya Bwana. Ukiwa umetengwa na ulimwengu na unayafanya haya mapenzi ya Bwana, kutokunyolewa dege, kutokukata pembe za ndevu, tutajua wewe una Roho Mtakatifu. La sivyo unajidanganya. Au tudanganyi sisi, maana sisi hatutakuhukumu. Neno hili unalolisikia litakuhukumu siku ya mwisho. Ndugu, hata sema kusikia, hunakata nywele zako vibaya kwa alama kwamba hauna Roho Mtakatifu. Walio na Roho Mtakatifu wanasita, Roho anawakataza, wanajisikia vibaya. Wengine wakikata nywele vibaya wanasikia kichwa kuuma. Kuna madada wakisukwa hawalali usiku huo, wanasikia kichwa kinauma, wanavumua, ndo wanapata amani. Kwa sababu ya nini? Roho anawakataza. Roho Mtakatifu atakani na hivyo vitu, amedhibiti miili yao kana kwamba wakifanya chochote kibaya juu ya vichwa vyao, Roho wa Bwana anawapiga mara moja, vichwa vinauma. Kuna mtu akitembea kichwa wazi, ni mwanadada aliye na uwepo wa Bwana, anasikia kichwa kinamuuma. Sasa kwa nini wewe unanyolewa tu na unaona sawa? Ni sawa kwa sababu unamwamini Mungu yupo, unaamini neno lake ni kweli, unaamini kuna wokovu, unaamini kuna ufufuo na uzima, unaamini kuna njia ya kwenda mbinguni, unaamini kuna njia ya kwenda jehanamu, unaamini njia ya mbinguni ni nyembamba. Lakini hayo yote hautii, hawezi ukatii. Roho wa kutii umtoa wapi? Kwa Yesu tu. Ndugu yangu, wito wangu ni huu, bado Yesu anaokoa. Mbwea budogo budogo uharibu mimea, unaharibu mizabibu. Fanya hatua, usinyolewe dege. Fanya hatua, umwogope Bwana. Ogopa neno la Mungu, ni upanga. Ogopa neno la Mungu. Yesu anasema, nami nitawaua, nitamwangamiza kwa pumzi itokayo kinywani. Ndugu yangu, kama nabii wa uongo, joka, shetani, mambo yake yanaangamizwa kwa pumzi ya Yesu, neno la Mungu, sioni siku ile utaponea wapi. Mimi na wewe tusipolitii neno hatutapona. Kutii ni issue sana. Ndio maana Sauli aliambiwa ni bora
kuliko dhabihu, kuliko sadaka. Kutii neno, kutii alichokisema Mungu ni bora zaidi sana. Ndugu yangu mpendwa, ninakualika katika wito huu, achana na mambo kama na hayo. Bwana anakupenda na Mungu atakujaza roho wake, atakufanya upya tena, utakuwa kiumbe kipya, utakuwa kuhani kwa milki takatifu ya Mungu, utakuwa kuhani. Amen. Ngoja na tuombe. Asante Yesu kwa neno lako, tunakushukuru maana ndivyo ulivyo, unastahili pata kutupatia mwanga tena na mwangaza wa ajabu katika neno hili. Tunatumai umetusaidia nasi tumesikia neno lako. Kupitia jina lako Yesu Kristo, neno lipate kuzama ndani yetu, lizae matunda yapasayo toba. Nina imani itakuwa hivyo kupitia jina lako nikiomba na kuamini. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Ninatumai mtakuwa na amani mpaka siku ile Bwana ajapo, au siku ya mavumbi kwa mavumbi, udongo kwa udongo. Tutakuwa na amani ya mioyo yetu tukimngojea Kristo Bwana wetu. Bwana asifiwe sana. Ndugu yangu, tunabarikiwa sana tena kwa utulivu wako mpaka kumalizia video hii. Tunakushukuru tena kwa wewe kutuma ujumbe huu kwa watu wengine wanyoa dege na hata wasionyoa dege, ili wapate angalisho wasije wakanyoa dege. Tunakushukuru hata kuambia wanadada ujumbe huu ili wajue namna ya kukanya ya kutukanya sisi makaka zao, wadogo zao, vijana wao, waume zao, wajue namna ya kutukanya na kutuelimisha katika hii. Mungu akubariki na atakubariki wewe kuhubiri pamoja nasi katika njia hiyo, na tumaini Mungu atakupa thawabu siku ile ajapo mwana wa Adamu. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Tutazidi tena siku nyingine, Bwana akitupatia kibali, hasa kupitia maombi yenu. Na Mungu atubariki sote kwa jina la Yesu. Amina.